na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Hapana. Wametaja kukamatwa kwa wanaharakati kama ukiukaji mkubwa wa haki na udhalilishaji wa raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Which is going on between Kenya and Tanzania? We have demands to the Tanzanian authorities and there are only 3. Na tunaambiwa kwamba huko Mombasa watu hawa wa Kenya hawa wameamua kuandamana katika ubalozi wa Tanzania huko nchini Kenya kwa kile wanachodai kwamba hawajatendewa haki wenzao ambao ni wanasheria wa nchini Kenya ambao walikuwa wanakuja nchini Tanzania kwa ajili ya kusikiliza kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bwana Tundu Lissu ambayo ilisikilizwa jana. Watu watatu ama wanasheria watatu wakiongozwa na Martha Karua ambao walifika katika uwanja wa ndege jijini Dar es Salaam wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambapo walikamatwa na pasipoti zao zilishikiliwa kwa masaa kama 3 hivi kama ambavyo wanadai wao, lakini baadaye wakaamua kurejeshwa nchini Kenya ili wasihudhurie hiyo kesi kwa madai kwamba walialikwa hivyo hawastahili kuenda kusikiliza hiyo kesi katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ambayo kesi hiyo ilifanyika pale jana Dar es Salaam. Lakini wananchi hao wanasema kwamba wanaandamana kupinga mambo hayo kwa sababu ni kama hawajatendewa haki raia hao wa Kenya kufanyiwa mambo ambayo wamefanyiwa. Lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan jana hiyo akasema kwamba alipata taarifa hizo, lakini pia akavitaka vyombo vya ulinzi na usalama kutoruhusu kabisa Tanzania wanaharakati wa nchi zingine ambako kwao wamedhibitiwa kuingia katika nchi yetu na kufanya harakati katika nchi yetu katika mambo yetu ya ndani ya nchi, hususani katika masuala hayo ambayo yanaendelea huko mahakamani. Lakini mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jana baada ya kusikiliza kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Bwana Tundu Lissu ni kwamba ilisikiliza hiyo kesi, lakini pia iliahirisha hiyo kesi mpaka hapo tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu 2025 ambapo kesi hiyo itasikilizwa tena katika mahakama hiyo ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Mtazamaji, wewe una maoni gani katika mambo haya? Langu jina ni Godoni Kalurunga na hii ni Nyikani TV. Kumweka ndani ni kumuumiza. Pile huyu Tundu Lissu mwaka 2017 alipigwa risasi 28 na akaja mpaka Mombasa, Nairobi hapa tukamtibu sisi akarudi. Sasa yuko katika hali mbaya, hata ana risasi 2 kwa mwili asijatolewa. Mama Suluhu, na kwamba demokrasi ni kitu muhimu.